Sababu kubwa ya Yesu Kristo au ya Mungu kuuvaa mwili, Emmanuel, Mungu kuja duniani na kuvaa mwili, sababu kubwa ilikuwa ni nini? Ni kutafuta nafsi zilizofanyaje? Zilizopotea na kuzipatanisha na Mungu. Andika Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 18 na wa 19. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 18 na 19. Anasema Baba alikuwa ndani ya Mwana akiupatanisha ulimwengu, si ndio? Naye ametupa neno la upatanisho na huduma ya upatanisho, tukawapatanishe watu pamoja na Mungu. Wito mkuu tuliopewa na ujumbe mkuu ni kutangaza injili ya Yesu Kristo, ili watu walio gizani waweze kuja wapi? Nuruni. Watu walio katika makandamizo waweze kuwa huru, wawe pamoja na Yesu Kristo. Kuna mtu anaweza kusema mimi nimepewa ujumbe wa ndoa, ndio wito wangu wa eneo la ndoa. Mwingine akasema nimepewa ujumbe wa mafanikio, mimi nimepewa kuhubiri mafanikio tu. Mwingine akasema nimepewa ujumbe wa kuelezea stori za kuzimu na namna gani aina za mapepo zinafanya kazi, na ujumbe kadha wa kadha. Ujumbe Yesu Kristo aliyotuachia ni mmoja: kahubirini habari njema. Habari njema ni nini? Yesu Kristo alifanyika kuwa laana ili wewe unayeamini uweke mbali na laana. Yesu Kristo alifanyika kuwa dhambi ili wewe unayeamini uweke mbali na dhambi. Yesu Kristo alituhesabia haki, sio kwa matendo bali kwa imani. Fadhaa zetu, mashtaka yetu yaligongelewa msalabani, tumewekwa huru. Huo ndio ujumbe tunapaswa kuhubiri. Tumefanyika kuwa wana wa Mungu, sio utumwani tena. Hatuishi tena chini ya utumwa wa giza wala mauti. Hiyo ndio habari njema. Habari njema ni tumaini la uzima wa milele hata mara baada ya maisha ya kulala hapa chini ya jua. Hatujaitwa kuambia watu waoane. Hata hii mistari ambayo inatumika ya kufungisha ndoa kwamba sio vema mtu akae peke yake, sio mstari wa ndoa. Alikuwa anamaanisha mwanadamu hawezi akakaa peke yake pasipo kufungamana na Kristo Yesu, yeye kama bwana harusi na sisi kanisa kama bibi harusi. Andika Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 17. Amesema aliyeungwa na Bwana ni roho moja na yeye. Sio vyema mtu akae peke yake, sio andiko la kufungisha ndoa. Ndoa ni mfano wa kanisa na Kristo, kanisa kama bibi harusi na Yesu Kristo kama ni bwana harusi. Ndio maana Paulo akaandika, ninawaambia kwa habari ya kupendana, kwa habari ya kutii, lakini sizungumzii ndoa, nazungumzia Kristo Yesu na kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hajatuita tuhubiri mafanikio. Mafanikio ni sehemu ya warithi. Unapotoka hapa unaenda kumhubiria mtu ambaye ana fedha za ndagu. Kuna fedha za ndagu za uchawi na uganga. Unamwambia njoo kanisani ili upate gari kali, nyumba kali. Sasa kucheka. Injili ya njoo kanisani ufanikiwe, njoo kanisani upate ndoa, kuna sehemu ina expire. Kuna watu wapo kwenye ndoa na wanamtukana Yesu Kristo na waneni kwa lugha mpya, ila ndoa zao zina amani na ni nzuri na wana familia nzuri tu. Kuna watu wana fedha na mali na wanamtukana huyu Yesu Kristo. Kwa kinachotuleta kanisani sio fedha, sio vitu, ni mahusiano yetu sisi na Mungu na uzima wa milele. Wengi leo tunaacha kuhubiri injili ya kweli, tunaacha kuisikia injili ya kweli. Paulo mtume ameandikia makanisa na ameandikia watumishi wa Mungu, amesema nyakati za mwisho watu masikio yao yatakuwa yanawasha, yanataka habari ambazo zitakuwa zinawatekenya, zinawafurahisha huku ndani ya mioyo yao. Watakuwa wanataka kusikia mambo wanayotaka kusikia wao, na sio mambo ambayo Mungu anataka wao wasikie.
Na ndio maana watu wengi leo wanaibiwa fedha. Leo kuna RNG kibao, kuna arrangement, kuna miujiza na maajabu na ishara za watu kulipwa fedha. Kuna unabii watu, achana ule unabii Mungu anakuambia direct. Wanasema, wana ujumbe wao, wanasema muoneshe mtu nyoka wa shaba, alafu akishakuja kuangalia nyoka wa shaba ndo umpe Yesu kamili. Yaani kwamba fake miujiza, fake unabii. Tafuta namna yote ya kuwavuta watu, wakisha kusanyika sasa ndo wahubiria habari za Yesu Kristo. Na silaha kubwa wanayotumia ni social media. Watu wengi hawataki kusikia habari za Yesu Kristo leo, wanataka wadanganywe. Watu fedha zinawawasha, hawataki kujengwa wakajisimamia wao wenyewe. Halo, watu wana masikio ya kuwasha, kila sehemu wanataka wasikie, na ni rahisi sana kudanganyika na kuchukuliwa fedha zao, kwa sababu hawataki kuijua kweli, hawataki kusimama na kweli ya Mungu, hawataki kujengwa ndani yao wajitegemee. Wanataka kuwa ni watoto kila itwapo leo, kuwa watu tegemezi. Ngeuke jirani yako, mwambie jirani yangu mpendwa. Ongea jirani yako, mwambie jirani yangu mpendwa. Utakuwa mtoto mpaka lini? Ongea naye, maanisha, mwambie jirani yangu mpendwa. Hata huyu ni jirani, ongea naye, mwambie jirani yangu mpendwa. Utakuwa mtoto mpaka lini? Mungu anatamani usimame. Mungu anatamani usimame. Biblia inasema kwamba anazungumza watu ambao hawajajengwa katika msingi wa neno, msingi ulio imara. Anasema upepo unapovuma unafanyaje? Unafanyaje Mwalimu Jobson? Upepo unapokuja, mtu ambaye amesimama katika kweli, anamfahamu Kristo ni nani, hawezi akayumba. Hata ije dhoruba ya namna gani, hawezi akayumba. Yatakuja mawimbi, yatamwacha hapo, amesimama imara. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Iwe kwenye ndoa, nisikize vizuri, ujumbe wa ndoa ni mmoja tu. Kama wanandoa, mwanaume ataweza kumjua Kristo Yesu vizuri na kumpenda Yesu Kristo vizuri na kufuata ile Kristo aliyosema, automatic atakuwa na hali ya kujidhabihu kwa mke wake na familia, pasipokuwa na motivation yoyote ile. Hofu ya Mungu ikishaumbika hapa, kweli neno la Mungu likishafunuliwa hapa, hauhitaji mtu kukuhamasisha wewe kumpenda mke wako. Na ndivyo ilivyo mwanamke ambaye ameolewa. Kama kweli ya Mungu imefunuliwa ndani yake vizuri, anamjua Mungu vizuri, hahitaji kuhamasishwa kumheshimu mume wake, ni automatic tu anamheshimu. Leo kuna mahubiri mengi, kuna conference nyingi, kuna semina nyingi zinafanywa na watumishi wa Mungu, sisi ambazo tunachukua mentality ya duniani tunaikopi kanisani. Ni kweli kuhamasisha wanawake kwamba wana nguvu, wanaweza, ni jambo zuri. Hata Umoja wa Mataifa na mashirika mbalimbali duniani ndivyo wanavyofanya. Katika Kristo, Paulo ameandika wote tupo sawa katika nani? Katika Kristo, lakini sio katika ndoa. Katika Kristo, katika wokovu wote tupo nini? Sawa, lakini sio katika ndoa. Kama ukubaliane na mimi, ni ngumu sana kuishi kwenye ndoa. Katika ndoa ni aidha mwanamke akubali kuongozwa na mwanaume, au mwanaume aamue tu vyovyote vile niongoze na mwanamke, ndio ndoa tena inaenda. Nje hapo hakuna ndoa. Wote wakiwa katika Biblia, katika kweli ya Kristo, hakuhitaji kuhamasishwa, hakuhitaji vikao, ni automatic ndani yako tu utakuwa unaongozwa na kweli ya Mungu. Kuna mtu mmoja anaongea hapa, jamani wapendwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakusisitiza tena na tena, usiende kanisani au usifanye maombi au usifunge kwa sababu ya vitu.
Unajua watu wengi ambao wanafunga, wanafanya maombi, wanafanya jitihada kwa sababu ya vitu, unajua kinachotokea nini? Wakipata hivyo vitu, wakipata nini hivyo vitu, mioyo yao inampa mgongo Mungu, mioyo yao inakuwa kwenye hivyo vitu, na Mungu kwa kuwa na wivu hata kubali hivyo vitu viendelee kuwepo, atavipiga tu, ili ujue kwamba aliyekupa hivyo vitu yupo, umgeukie. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio kanuni ya Mungu. Mungu ni mwenye wivu. Anaona huyu alikuwa ananililia mpaka makamasi, leo hii hataki kuniabudu, leo hii haoni umuhimu wa ibada. Atagusa pale ambapo panakupa tumaini, panakupa amani, ili ujue kwamba yuko aliyekupa hiyo.